Katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini akimtaka amchukulie hatua katibu wa siasa, itikadi na uenezi wa CCM Taifa CPA Amos Makala kwa kauli aliyoitoa mkoani Simiyu Machi 22, 2025 akikituhumu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuwa kinaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchini kuzuia uchaguzi mkuu 2025. Kupitia barua hiyo ambayo imethibitishwa kuwa imeandikwa na kiongozi huyo wa ACT, Ado amenukuliwa akisema, "Ninakuandikia barua hii kwa dhamana yako ya kusimamia utekelezaji wa sheria na kanuni za vyama vya siasa kwa mujibu wa kifungu cha 5G cha kanuni za maadili ya vyama vya siasa za mwaka 2019. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Amos Makala amekaririwa na vyombo vya habari akisema kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchini kuzuia uchaguzi mkuu 2025. Kwa maoni ya ACT Wazalendo, kauli hii ya kizembe, yani reckless, isiyo na msingi, baseless na inayolenga kuzuia taharuki kwa jamii, kauli hii isitafsiriwe kuwa ni kauli ya hujuma kwa Chadema pekee, bali ni kauli ya hujuma kwa nchi kitaswira na kiuchumi. Tujiulize, tunataka kutuma ujumbe gani kwa watalii na wawekezaji kwamba nchini Tanzania kuna chama kinajipanga kusambaza Ebola na Mpox na kwamba hakuna uhakika wa usalama kiafya? Tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kumchukulia hatua katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala. Hatua hizo zihusishe kumtaka ajieleze, kufuta kauli hiyo na kuomba radhi hadharani. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaweza kuchukua hatua nyingine za ziada inavyoona inafaa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa. Ninakutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako pamoja na salamu za chama." Hivyo ndivyo ambavyo ACT kupitia katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu wamemwandikia barua msajili wa vyama wakitaka ndugu Amos Makala aombe radhi hadharani kutokana na kauli za upotoshwaji ambazo alizitoa March 22, 2025 akiwa mkoani Simiyu. Sasa ngoja nisome baadhi ya maoni. Moja kati ya wadau wameandika, "Sema kiongozi wa chama mkubwa kama huyu kuongea ile kauli, ni wazi kabisa CCM wanavilaza wengi. Ile propaganda hata darasa la 4 hakubali." Mtu mwingine ameandika, "Okay, sawa." Mtu mwingine ameandika, "Nimeangalia comment, okay, sawa." Mtu mwingine ameandika, "Amejishushia hadhi yake." Mtu mwingine ameandika, "Comrade kakaliwa kooni kila kona." Mtu mwingine ameandika, "Maisha tunayoyapigania usiku na mchana yanaweza kupoteza maana ndani ya sekunde moja tu. Ukipata nafasi ya kusamehe, samehe. Ukipata nafasi ya kusaidia, saidia." Sawa, huyo anatoa ushauri. Mtu mwingine ameandika, "Ndio dunia ijue viongozi tulionao Tanzania hovyo kabisa." Mtu mwingine ameandika, "Kesi ya nyani kupelekewa kwa ngedere, hakuna kitu hapo." Mtu mwingine ameandika, "Achukue hatua ili atumbuliwe." Mtu mwingine ameandika, "Ushawahi mshtaki mtoto wa kiume kwa mama yake alafu unamwambia mama yake eti amchape?" Mtu mwingine ameandika, "ACT wanajielewa, Chadema tunakwama wapi? Vitu vya kufuata sheria, kushtaki, uchambuzi wa hoja kwa ajili ya jamii, utafiti." Mtu mwingine ameandika, "Hakuna kuomba msamaha. Watu wa vyama vidogo vidogo, mwenezi itakuwa alipata siri kutoka katika vikao vya siri vya usiku vya Tundu Lissu na wenzake wa hovyo. Kanyagia hapo hapo, tusonge mbele." Mtu mwingine ameandika, "Kauli inaonyesha uoga kwa vyama pinzani. Hii inamaanisha chama tawala hawana sera au ni uvivu wa kutofikiria kabla ya kuongea. Hii nafasi mngemwachia tu Makonda kwa kweli." Mtu mwingine ameandika, "Tufanyeni ujinga wote. Hakuna kitu inauma kama kumeza dawa za ARV kila siku." Okay, sawa. Mtu mwingine ameandika, "Kauli kama zile ndo tunapaswa kuzijadili wa Tanzania ila tumewaachia wanasiasa. Sisi tumebaki na Simba na Yanga." Mtu mwingine ameandika, "Sahihi kabisa ndugu kiongozi." Mtu mwingine ameandika, "ACT Wazalendo safi sana yani." Mtu mwingine ameandika, "Mungu kaanza kuwaumbua mabogas." Mtu mwingine anaandika pale, "Sasa hivi ni mwendo walilazimishwa kuomba radhi." Sijui hata kumaanisha nini. Mtu mwingine ameandika, "Shamba la Bwana Heli, mbuzi wa Bwana Heli." Mtu mwingine ameandika, "Hatujafikia huko mpaka tupigane." Amos kazingua, na huyo alioandika barua hana huo uwezo wa kummind mkosoaji, cause still
tuko era za unafiki. Mtu mwingine ameandika aombe radhi ya nini? Sisi tunataka athibitishe kauli zake au awajibike. Mtu mwingine ameandika wapo serious au ndo mipango ile ile. Mtu mwingine ameandika muda mwingine midomo itusaidie kula. So bado sakata la mwenezi Amos Makalla linaendelea kwenda viral sana, kwa sababu ni kauli ambayo watu wengi wanaonekana kuto kupendezwa na kuto kukubaliana nayo. Hii ni VOT Media, tumechangamka. Nini maoni yako? Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Asante.